Naam, na tumai ubweri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo kwenye matangazo yetu ya Afrika leo alasiri, vile vile habari za dunia. Miongoni mwa yale ambayo tunayafuatilia, jicho letu la wanahabari lipo macho kote duniani, ni kwamba Trump adokeza mpango wa kukiteka kisiwa cha Kurg nchini Iran, huku bei ya mafuta ikipanda. Tuko katika hatari ya kiasi fulani, lakini tunazoea maisha mpakani mwa Israel na Lebanon. Iran yapendekeza mfumo mpya wa kudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz. Ukweli unaozunguka picha za ndege ya Marekani ilivyovunjwa vipande viwili kambini Saudia. Na tutakujuza vile vile kuhusu majambazi waiba shehena yenye taji 12 ya chocolate. Na kwingineko, kamanda wa polisi akanusha kuhusu uvumi wa vifo. Naam, na tumai ubweri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye Afrika leo alasiri, habari za dunia. Jina langu ni Kantona Joseph. Wakati Israeli ikiendelea kusonga mbele kusini mwa Lebanon, wakati huu wanahabari wamezungumza na wakazi wa mji wa Metula ulioko upande wa Israel karibu na mpaka. Gabriela Kopelowicz ni mfanyakazi wa kijamii mwenye umri wa miaka 28 anayefanya kazi katika mji huo. Anasema wako tu karibu sana na mpaka kiasi kwamba wanaweza kuona vijiji vilivyoko ndani ya Lebanon kutoka hapo. Kama mfanyakazi wa kijamii, Gabriela amekuwa akisaidia kuhamasisha watu ambao nyumba zao zimeharibiwa na makombora, na pia kuzunguka mjini akiwapelekea chakula wazee ambao hawawezi kutoka nje. Mbunge wa Iran Alaeddin Moroijerdi amesema kuwa mpango mpya bunge kuhusu mlango wa bahari wa Hormuz unatarajiwa kupitishwa hivi karibuni. Kwa mjibu wa Moroijerdi, chini ya mfumo mpya unaopendekezwa, hakuna meli itakayoruhusiwa kupita katika mlango huo muhimu bila kupata kibali kutoka Iran. Aidha, Iran inapanga kuanzisha mfumo wa kutoza ushuru kwa meli zinazopita katika eneo hilo. Anaelezea kuwa kulinda usalama na kutoa huduma kwa meli kunahitaji gharama, hivyo ni muhimu kuweka mfumo wa kukusanya kodi ya usafirishaji. Katika hatua nyingine, mbunge huyo amesema kuwa wakati umefika kwa Iran kujiondoa katika mkataba wa kuzuia usambazaji wa silaha za nuclear, Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, NPT. Alidai kuwa mkataba huo umepoteza umuhimu wake kufuatia shambulio lililolenga miundombinu ya nuclear ya Iran ambayo yalihusishwa na Israeli pamoja na Marekani. Picha zilizothibitishwa zinaonyesha ndege ya Marekani yenye kutoa amri katika uwanja wa vita ikiwa imeharibiwa vibaya katika kambi ya kijeshi nchini Saudi Arabia. Picha hizo zinaonekana kusambazwa kwa mara ya kwanza kwenye ukurasa wa Facebook yenye habari za kijeshi ya Marekani. Inaonyesha ndege ya E3 Sentry ambayo imevunjwa vipande viwili. Thibitisha kwa kuwa picha hizo zilipigwa katika kambi ya jeshi ya wanahewa ya Prince Sultan, yapata kilomita 100 maili 62 kusini mashariki mwa mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh. Kile kinachoonekana kwenye picha hizo ikiwa ni pamoja na nguzo za nyuma za chuma, vitengo vya kuhifadhia na alama kwenye maeneo ya lami
vinaendana na picha za satellite. Jeshi kuu la Marekani bado halijatoa maoni yake hadharani kuhusu tukio hilo. Siku ya Ijumaa, afisa mmoja wa Marekani alifahamisha shirika la habari la Reuters kwamba wafanyakazi 12 wa Marekani walikuwa wamejeruhiwa, wawili kati yao wakiwa wamejeruhiwa vibaya katika shambulio la kijeshi la Iran kwenye kambi ya wanajeshi. Gazeti la Wall Street Journal ripoti kwamba takribani ndege 2 za Marekani za kujaza mafuta pia ziliharibiwa vibaya. Siku ya Jumapili, shirika la habari la Fars lihusishwa na kikosi cha jeshi la Iran la IRGC limesema ndege hiyo ya rubani ya Shahid ilishambulia ndege ya E3. BBC Verify pia inaona ndege aina ya E3 katika eneo hilo katika picha ya satellite iliyopigwa tarehe 11 Machi, na hawakuweza kusema kama ni ndege hiyo Katika mojawapo ya picha zilizodhibitishwa, nambari ya mkia ndege inaonekana kwa kutumia hali hiyo, ambapo waliangalia tovuti kufuatia ndege ya Flight Radar 24 ambayo ilionyesha ilikuwa ikipaa angani karibu na kambi ya kijeshi mnamo Machi 18. Unaendelea kupokea taarifa hii ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Ni Afrika Leo. Alasiri. Kwingineko, jibu ambalo limetolewa la BN kuhusu kolabo yake na Diamond, ambapo ni Katamu, au kuwa wimbo mkubwa siasa, ambapo siasa zinakuwa zinapelekea katika maeneo yale ya Bongo Flava, ambapo tutakuwa tunakujuza hayo katika kipindi hiki. Na wakati huu kwamba majambazi wameiba shehena yenye taji 12 za chokoleti. KitKat imeibiwa nchini Italia, jambo lililozua wasiwasi kuhusu uwezekano wa uhaba wa bidhaa hiyo kuelekea msimu wenye shughuli nyingi wa Pasaka katika eneo hilo. Tukio hilo lilihusisha zaidi ya tani 12 za chocolate ambazo zilikuwa zinasafirishwa kwenda katika usambazaji barani Ulaya. Wizi huu ulitokea baada ya lori lililokuwa limebeba takriban vipande 413,793 vya aina mpya ya KitKat iliyohamasishwa na mashindano ya Formula 1 kutoweka ikiwa njiani kutoka Italia ya kati kuelekea Poland. Hadi sasa lori hilo pamoja na mzigo wake bado havijapatikana. Nestle, kampuni mama ya KitKat, imethibitisha tukio hilo na kusema kuwa inashirikiana kwa karibu na mamlaka za eneo husika pamoja na washirika wa usambazaji kuchunguza swala hilo. Kampuni hiyo imeeleza pia kuwa hakuna mtu aliyejeruhiwa wakati wa tukio hilo. Bidhaa zilizoibiwa zilikuwa sehemu ya laini mpya ya KitKat ya Formula 1 iliyozinduliwa baada ya chapa hiyo kuwa mshirika rasmi wa chokoleti ya F1 mwaka uliopita. Chokoleti hizo zina muundo unaofanana na magari ya mashindano, lakini bado zina ladha na muundo wa kawaida wa KitKat. Nestle imeonya kuwa bidhaa hizo zilizoibiwa zinaweza kuuzwa kwenye masoko yasiyo rasmi. Pia imeeleza kuwa kila bidhaa ina nambari maalum za utengenezaji, yani batch codes, ambazo vyombo vya usalama vinaweza kutumia kufuatilia bidhaa zitakazopatikana. Mimi ni Bahati Limo. Asante sana Bahati. Wakati ambapo nazidi kusonga mbele, kwingineko ni kwamba kamanda wa polisi nchini Tanzania akanusha kuhusu uvumi wa vifo vilivyotokea katika mgodi wa Msasa Maduara katika Manne kule Geita. Naitwa Kamishna Msaidizi Mwandamizi Safia Jongo, kamanda wa polisi mkoa wa Geita. Maeneo ya Msasa kuna mgodi mkubwa ambao una wachimbaji wadogo. Tarehe 29 mwezi wa 3 2026 majira ya saa 4 asubuhi, maduara manne, kwa lugha ya kichimbaji wanasema yalijiponji, yani yalititia. Baada ya maduara hayo kutitia, jeshi la polisi tukishirikiana na zimamoto na uokoaji pamoja na vyombo vingine vya usalama tulifanya juhudi pamoja na kikosi cha madini kuhakikisha kwamba maduara haya chanzo cha titia ni nini na kama kuna madhara yoyote kwa binadamu. Kwa ujumla wake, baada ya kufanya ufuatiliaji tumegundua kwamba maduara haya yalikuwa kwa siku ya leo hayafanyi kazi kwa sababu tayari yalishatiliwa mashaka. Kwa hiyo yalikuwa yako kwenye utaratibu ya kufanyiwa marekebisho.
baada ya kupata taarifa hiyo tuliona kwamba tusilizike tu na hiyo taarifa. Kwa hiyo tulianza juhudi kwa kushirikiana na uongozi wa mgodi kuhakikisha kwamba tunalifukua hilo eneo lote ambalo limefikia ili tuhakikishe kwamba hakuna madhara yoyote kwa binadamu. Mpaka sasa hivi tumefikia zaidi ya 97% ya ufukuaji wa eneo hili na tumeikuta jenereta ambayo ilikuwa juu ya haya maduara. Kwa maana hiyo tunajiridhisha kwamba hakuna madhara yoyote kwa binadamu. Uvumi uliotokea ni mkubwa sana kwamba watu zaidi ya 200, wengine 50, lakini mimi kamanda wa polisi mkoa wa Geita na wathibitishia Watanzania kwamba mgodi huu ni kweli maduara 4 yalititia, lakini hadi muda huu tunawathibitishia kwamba hakuna madhara yoyote kwa binadamu. Asante sana, tutakuwa nafuatilia taarifa hiyo kwa kina. Kwingineko katika habari zingine ni kwamba Larry Madowo, mwandishi wa habari, ashinda tuzo la mwanahabari mtetezi wa haki za binadamu wa mwaka, ambapo tunapokea taarifa hii. Kwa Kenya, Larry Madowo ametunukiwa tuzo mtetezi wa haki za binadamu wa mwaka kufuatia mchango wake mkubwa katika kuibua na kuripoti masuala ya haki za binadamu, uhuru wa vyombo vya habari na utawala bora katika ngazi ya kimataifa. Tuzo hiyo iliyotolewa katika hafla ya kimataifa huko Nairobi nchini Kenya iliyokutanisha watetezi wa haki za binadamu kutoka zaidi ya nchi 47, huku pia ikihudhuriwa na wanadiplomasia na wawakilishi kutoka taasisi mbalimbali za kimataifa. Miongoni mwa waliohudhuria ni pamoja na wajumbe kutoka EU pamoja na nchi kama Uholanzi, Norway, Australia, Ubelgiji, Finland, Sweden, Ufaransa, Denmark na Uingereza. Kwa mujibu wa waandaji Defenders Coalition kwa kushirikiana na Working Group on Human Rights Defenders, tuzo hili ilianzishwa mwaka 2016 kwa lengo la kutambua watu wanaojitolea kulinda na kuhamasisha haki za binadamu, huku pia ikiangazia hatari wanazokumbana nazo katika utekelezaji wa majukumu yao. Mbali na kutambuliwa kwa kazi yake uandishi, Madowo pia amekuwa mstari wa mbele kuripoti matukio nyeti barani Afrika na duniani, ikiwemo maandamano ya kijamii, migogoro ya kisiasa na changamoto za kiuchumi kupitia vyombo vikubwa vya habari kama CNN ambako anafanya kazi kama mwandishi wa kimataifa. Hafla hiyo pia ilihudhuriwa na taasisi muhimu za kimataifa kama United Nations Commissions on Human Rights, Ford Foundation pamoja na Africa Commission on Human and People's Rights na Kenya National Commission on Human Rights. Ushindi wa Larry Madowo unakuja wakati ambapo wanahabari wengi duniani wanakabiliwa na changamoto kubwa ikiwemo vitisho, ukandamizaji na vikwazo vya uhuru wa habari, hali inayofanya tuzo hii kuwa ishara muhimu ya kuthamini mchango wa wanahabari katika kulinda demokrasia na haki za binadamu. Hongera Larry Madowo. Kwingineko ni kwamba, na kuelekeza kwenye taarifa za burudani, ni kwamba tazama kwamba kwa njia moja ama nyingine katika hatua hile ni kwamba wale ambao ni wanamuziki wa kizazi kipi ambao ni Jux na Priscilla, vile vile Fina na Eni, ambapo walionyesha kuruba wao mapenzi yao Nigeria katika uzinduzi wa filamu. Rasmi wa filamu ya The Return of Warinzo ambayo imeandaliwa na mkwe wa Juma Jux na mzungumzia Iyabo Ojo. Uzinduzi huu umefanyika usiku wa kuamkia leo katika ukumbi wa Balmoral Hall huko Lagos nchini Nigeria, ukihudhuriwa na mastaa mbalimbali wa burudani kutoka barani Afrika. Nigeria, Tanzania wamehusika vizuri kabisa, na miongoni mwa mastaa kutoka Tanzania ni pamoja na msanii Fina akiwa na mpenzi wake Eni Olua, lakini pia Juma Jux ni jambo ambalo hawezi kulikosa kabisa, alikuwa na mke wake Priscilla. So ni miongoni mwa mastaa ambao wametokea huku Tanzania wameenda Nigeria kwa ajili ya uzinduzi huo. Hapa tunasema hivyo kwa sababu tuna shemeji yetu Eni upande wa Fina, lakini pia tuna shemeji yetu Priscilla upande wa Juma Jux, na Priscilla ni wa kwetu kabisa kwa sababu tayari ndoa ameshafunga, yuko upande wa Tanzania huko. So tutegemee kuona kitu kikubwa, na uzinduzi ndio huu umefanyika. Lakini pia filamu hii ya Return of Warinzo kuna baadhi ya vipande vimeshutiwa huko Tanzania kwa sababu pia kuna waigizaji ambao wanapatikana kwenye filamu hii
kutoka Tanzania. Juma Jux na mke wake ni miongoni mwa mastaa ambao pia wameigiza kwenye movie hii, lakini ukiacha hivyo Zuchu pia ametokea kwenye hii filamu. So tutegemee tuone ni kitu gani ambacho kitakuja kwenye Return of Warinzo. Video ndo kama hivi ambavyo unaona namna ambavyo Fina pamoja na Eni walivyo, lakini pia ukija kwa upande wa Juma Jux na Priscilla walivyo katika picha na video, so ni kitu kizuri sana. Maoni yako ni yapi? Aweke kwenye uwanja. Asante sana, na zidi kusonga mbele katika hatua ya kuweza kutamatisha habari zetu Afrika leo alasiri. Ni kwamba nimekufahamisha sasa hivi tuko kwenye habari zile za burudani, ambapo hali ambayo inajitokeza, ambapo jibu la BN kuhusu kolabo yake na Diamond Katamu haikuwa wimbo mkubwa, siasa peleka bongo. Ni maneno hayo msikilizaji, tunapotamatisha Afrika leo alasiri. Mombasa ambako alikuwa anahusu kwa ajili ya shughuli za kimuziki, na mara baada tu kutoka kwenye uwanja wa ndege huko Mombasa alipata nafasi ya kuzungumza na waandishi wa habari, kama ambavyo taarifa ya kwanza ni kusogezea hapa, akizungumzia makubwa ya collab yake na Alikiba toka Tanzania, namna ambavyo imekuwa na mapokezi makubwa na imeweza kumwongezea kitu kwenye kiu yake ya kimuziki kama solo, ukiachana yale yote makubwa ambayo alikuwa akiyafanya na bendi ya makundi la Sauti Sol. BN kwenye moja swali ambalo pia alionekana kutokufurahia ni baada ya mwandishi wa habari kumuuliza. Inasemekana watu wengi wanasema kuwa kolabo yake na Diamond Platnumz ambayo ilikuwa ni kwanza kutoka kabla ya final ambayo yupo na Alikiba haikuwa na mapokezi makubwa, ama haikuwa ngoma kubwa ukilinganisha na hii. Na hii ni swali ambalo hakutaka muendelezo wa maelezo mwandishi akamkata kwa kusema kuwa yeye anafanya muziki kwa ajili ya mafanzi, ni mashabiki, na hafanyi muziki wa siasa. Kama ni masuala ya siasa basi inabidi apelekwe Tanzania. Ben ameweka wazi kuwa Diamond ni msanii mkubwa kuliko msanii yote kwa Afrika Mashariki, na msanii yote ambaye anapata nafasi ya kufanya naye kazi basi ufahamu anamsogeza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Pia katilia mkazo kile ambacho alikisema hapo mwanzo, kuwashindanisha ama kuwalinganisha wasanii fulani si jambo jema. Hizi ni akili za kimaskini. Kabla ya kumsikia Ben hiki ambacho anakisema, ufahamu tu Katamu ilikuwa ni kazi ya kwanza kutoka takriban miezi 8 sasa. Uko na ushirikiano kati yake na Diamond, umiliki uko ni wa Diamond, lakini kwa sasa final ni ushirikiano wa collab kati yake na Alikiba na umiliki wa kazi ni wa BN. Sema kuna baadhi ya watu ambao wanahisi kwamba Katamu ambao walipiga na Diamond walitegemea kwamba itakuwa kubwa sana, lakini wanahisi haikuwa na mapokezi. Hizo ni misifanyanga hizo siasa. Hizo siasa mwenyewe mfanyia huko Bongo. Mimi nafanya muziki for the fans, nafanya muziki for my heart. Nimeimba for many years. Na hii si time ya kwanza kukompea watu. Hiyo nilisema huo ni upungufu wa nini kiakili. Hiyo ni mentality ya poverty. The sky is big enough for all of us to fly. Sema tu alihitaji. Haya ndio hali ambayo nasikia BN akiweza kujibu kwamba wakati unamlinganisha mtu na mwingine ni akili za kimaskini, na yeye huwa afanye siasa za sampuli hiyo. Hapo hivi ameweza kumjibu mwandishi wa Tanzania ambao wanapenda sana masuala haya ya kuweza kuwalinganisha wanamuziki wa Tanzania. Katika hatua ya kuweza kutamatisha msikilizaji, ni kwamba haraka ni kwamba Yemen imesafirisha njia kwa kiongozi wa mapinduzi ya kijeshi Jenerali Min Aung Hlaing kuwa rais wa kiraia nchini humo. Hatua hiyo itamruhusu kuendeleza utawala wake wa mkono wa chuma, lakini kama kiongozi wa kiraia. Min Aung Hlaing ameitawala Yemen tangu mwaka 2021 alipoongoza mapinduzi yaliyomngoa Aung San Suu Kyi madarakani, kukivunja chama cha Suu Kyi ambaye pia ni mshindi wa tuzo la amani la Nobel. Mapinduzi hayo pia yalichochea vita vya wenyewe kwa wenyewe. Makamu watatu wa rais watachaguliwa, akiwemo mmoja wao atakayechaguliwa kuwa rais kwa kura ya bunge lote. Kwingineko, rais wa Syria El-Shara amewasili Ujerumani kwa mazungumzo kuhusu uhamiaji wa Syria. Rais huyo Ahmed El-Shara amewasili Berlin, Ujerumani kwa mazungumzo na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz. El-Shara alipokelewa na mwenyeji wake rais wa Ujerumani Frank-Walter Steinmeier. Hata hivyo, ujio wake umekumbwa na maandamano mjini Berlin ambako hadi waandamanaji 5,000
wanatarajiwa kushiriki. Mazungumzo yao yatajikita kwenye suala la wahamiaji wa Syria kurudi nchini mwao na vile juhudi za ujenzi upya wa Syria baada ya miaka mingi ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kabla ya kuwasili kwake, msemaji wa serikali ya Ujerumani Stefan Cornelius akizungumza kuhusu matarajio ya Ujerumani ya kuona Syria ikijenga taifa imara na lenye mafanikio, ikiwemo kupitia msaada wa wengine na Wasiria wengi waliohamia Ujerumani na Ulaya wakati wa machafuko nchini humo yakiwemo. Wakati wa ziara yake, Elishara pia atafanya mazungumzo na rais wa Ujerumani Frank Walter Steinmeier na viongozi wengine wa kibiashara wa Ujerumani. Na hayo ndiyo yamekuwa matangazo yetu ya Afrika leo alasiri, habari za dunia kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, na kutakia kila la heri kwenye vipindi vyetu vinavyoendelea.